Ni msafara wa Umoja wa Vijana Katoro wakielekea katika kituo cha afya Katoro kutoa msaada wa vifaa pamoja na mahitaji mbalimbali kwa akina mama wajawazito na wale waliojifungua katika kituo hicho, huku wakipokelewa vizuri na mwenyeji wao ambaye ni kaimu mganga mfawidhi wa kituo cha afya Katoro. Kwa majina yangu naitwa Janet Moshi, ni muuguzi mfawidhi kwenye kituo chetu cha afya Katoro. Kwanza kabisa nimesimama kwa niaba ya mganga mfawidhi wa kituo cha afya Katoro kwa kuwashukuru vijana kututembelea kwenye kituo chetu cha afya Katoro, kwa kuthamini uwepo wa mama na mtoto kwenye kituo chetu cha afya Katoro. Kwanza kabisa niwapongeze kwa jitihada hizi, maana mmefahamu pia umuhimu wa mama na mtoto. Pia tunashukuru kwa zawadi ambazo mmewaletea wakina mama waliojifungua, maana wana uhitaji, na pia kuna watoto walioko mahali pale ambapo watafaidika na vitu ambavyo mmeleta. Kwa sababu kituo chetu cha afya Katoro kwa mwezi tunaweza kuzalisha akina mama 700 mpaka 800 na watoto kwa ujumla ni hivyo. Kwa upande wake mwenyekiti wa umoja huo Geoffrey Miti pamoja na baadhi ya wanachama wengine wanaeleza jinsi walivyogusa kuwatembelea akina mama wajawazito na wale waliojifungua na kutembelea gereza la kilimo na mifugo Butundwe. Kwa majina yangu ninaitwa Geoffrey Kilian Miti, ni mwenyekiti wa Umoja wa Vijana Katoro. Ama umoja huu unaonekana mahali hapa, tuna utaratibu wa kusaidia jamii kama ambavyo tumefanya siku ya leo hivi. Huwa tuna utaratibu wa kufikia watu wenye mahitaji maalum kama watoto yatima, lakini pia kwa watu wenye mahitaji kama wafungwa na mahospitalini kwa wagonjwa, wamama wajawazito, lakini pamoja na watoto ambao wanakuwa wamezaliwa. Kwa hiyo kwa leo tumeanza na kituo cha afya cha Katoro, kituo ambacho kiko katika mji wetu wa Katoro. Kwa ajili tutakuwa na mazoezi mawili, kuwaona wamama wajawazito na kuwapa chochote ambacho tutakuwa tumekuja nacho kuwashika mkono, lakini pia kwa watoto wachanga ambao kuna mahitaji yao pia na yenyewe kama utaratibu tulivyokuwa tumepewa, basi tutaweza tukayakabidhi mahali hapa kwa kiongozi wetu ambaye ametupokea mahali hapa ili utaratibu mwingine ufuatwe. Anaitwa Clement Martini, ni kamati ya itifaki kwenye hiki kikundi cha Umoja wa Vijana Katoro. Tumeamua kufikia sehemu kama hizi kwa sababu sisi mara nyingi tunahusika sana, tunasaidizana sisi kwa sisi kama mwenzetu akipatwa na tatizo sasa kwa msiba, lakini tumeona sio vyema tukaifikia na jamii. Ndio maana tumeamua kuifikia jamii kama hivi. Tumetoka kuwafikia wenzetu wa mama wajawazito na waliojifungua, tukaona sio vyema tutembee na wenzetu ambao wapo magereza. Kuna mwingine amefungwa sio kwa kosa lake, lakini ndio hivyo. Tumeamua na penye tulete faraja kwamba tuko pamoja nao kama ndugu zao. Kwa majina anaitwa Rusia Adamu. Yaani katika Umoja wa Vijana tumeamua kufanya hiki kitu ili kusaidia wafungwa, kwa sababu wafungwa ni watu ambao wanasahaulika katika mambo kama haya. Kwa tuliamua tufanye hiki kitu ili kuweza kuwashika mkono na kuwafariji na kuwafanya waweze kujisikia kama hata huku pia tunawakumbuka. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Eliki Dunia Ngosha, ni memba wa vijana wa moja. Tumefika hapa kwa ajili ya kutoa vidogo tulivyobarikiwa na kuwasalimia, kuwajulia baadhi ya shida walizonazo wafungwa waliofungwa kwenye gereza la Butundwe linalojihusisha na kilimo na mifugo. Tumefika kwa ajili ya kuwatia moyo, kuwatia faraja. Najua wengi wao walioko hapa wapo sio kwa ajili ya makosa yao. Kuna makosa mengine ni kwa ajili ya kusababishiwa, makosa mengine ni kwa ajili ya kusingiziwa. Kwa tumefika kuwatia moyo. Uongozi wa gereza la Butundwe pamoja na mkuu wa kitengo cha usalama barabarani Katoro, Rafael Nguda, wanatoa pongezi kwa umoja huo. Kwa majina mimi naitwa mrakibu msaidizi wa magereza Petro Magee Msonge, ni kaimu mkuu wa gereza Butundwe. Mimi niseme tu kwa Umoja wa Vijana Katoro, nitoe pongezi zangu na shukrani zangu kwanza kwa kuja kutembelea sisi gereza Butundwe. Na ahidi mlichokitoa mtabarikiwe sana kwa kuona kwamba wenzetu waliopo gerezani wafungwa ni sehemu ya jamii na kuikumbuka tena kuja kuitembelea. Hiki mlichokitoa kitawafikia na tutawapa kwa utaratibu. Kwa hiyo niwaondoe shaka, kusudi lenu mlilokusudia kuwafikishia wale walengwa litafika na liko salama kabisa. Mkaguzi wa Jeshi la Polisi Rafael Giligwa Nguda, ni mkuu wa kitengo cha usalama barabarani Katoro pamoja na viunga vyake.
mimi kama mwakilishi wa mkuu wa kituo cha polisi Katoro, tumeungana na umoja wa vijana wa Katoro kama sehemu ya kuwakilisha jamii, kama sehemu ya kuweka umoja, kama sehemu ya kuimarisha amani katikati ya vijana. Umoja huo wa vijana Katoro umefanikisha zoezi lao la kufanya matendo ya huruma kwa mafanikio makubwa kwa kutembelea kituo cha afya Katoro pamoja na gereza la kilimo na mifugo Butundwe. Kutoka mamlaka ya mji mdogo wa Katoro hapa mkoani Geita, mimi ni Edgar Nduru na hii ni Storm FM.